Kwa wananchi wanaotaka kusafiri kipindi hichi cha sikukuu na kwenda nyumbani kusalimia, sawa, inakuwa changamoto sana kwa wananchi. Hawa LATRA wangeangalia kwa ukaribu kidogo na kufuatilia sawa, ili wananchi waweze kupata unafuu. Sababu unaona kama hapa stendi ya Magufuli iko full sana. Wananchi ni wengi sana. Wametia kambi hapa na hawajui kwamba kwenye hii kadhia. Na mimi ni moja wapo na mpango wa kusafiri kwa ajili ya sikukuu. Kwa hiyo kichwa cha habari kimenitisha sana. Bwana, hii ni Nyundo ya Kijiwe kama kawaida, niko na kwa ndugu yangu hapa kama unatoka Magomeni kona ya kwenda kanisa la Pinda hapa. Hapa ndio kituo cha kununua magazeti yote ya mjini. Bana, sikia sasa, kama kawaida kwenye Nyundo ya mjini tunaangalia vichwa vya habari vya magazeti. Kipi kichwa cha habari kinawakosha watu wangu wasomaji wa magazeti hapa? Haya, let's go. Ndugu yangu, mambo vipi? Kama kawa. Bana, toka tumeonana juzi. Bana, show yako kwanza watu wamependa jinsi ulivyoongea. Kuna comment kibao kwa ajili yako. Sasa sikiliza. Hapa kuna Daily News, kuna Citizen. Hapa The Citizen wanaongea kuhusu mambo ya usafiri. Alafu Uhuru wanasema ukuta Yanga jiwe. Alafu hapa Mwananchi bana kuna ulanguzi tiketi wapamba moto. Bana, hapa kuna picha ya Sheta. Sheta, mimi rafiki yangu sana huyu hapa. Tunashukuru sana amekuwa meya wa jiji la Dar es Salaam. Anyway, sasa tuongelee kwenye issue kubwa hapa. Kama unapenda hii, tuongelee hii. Lakini kama tunataka kwenda kwenye michezo hapa, tuna Mwanaspoti wanasema kwamba why Matola? Yaani kwa nini Matola? Hii Mwanaspoti wanasema hivyo. Kuna Uhuru wenyewe wanasema vijana lindeni amani Dr. Mingiro. Haya, hapa tuna Mwanahalisi, pale kuna The Guardian. Anyway, nataka tuende ndugu yangu kwenye issue kubwa hapa. Gazeti gani linakukosha kwenye kichwa chake cha habari? Nene tuende nalo mzee. Leo hapa vichwa vya habari kwangu vigumu leo. Tuende na Mwananchi hapa. Mwananchi wanasema ulanguzi tiketi wapamba moto. Bana, sasa hivi ndo tunasafiri sana, ndugu zetu wanasafiri kwenda mikoani. Sasa tiketi zimekuwa noma sana, alafu usafiri umekuwa balaa. Jana tuzungumza, kuna ndugu yangu mmoja hapa aliongea vizuri sana na alisema kwamba yani LATRA wamefanya mchakato kwamba hata hizi coaster zinakwenda zinasafirisha ili madi coaster hiyo imekamilika. Haya ndugu yangu, tunaanzaje hapa? Wewe unaonaje hili swala la kwamba usafiri na kila mwaka, unajua kila mwaka mwezi wa 12 hizi issue zipo hizi. Sasa sisi tunabadilika vipi? Sisi tunafanyaje ili kwa wewe kama kijana mwenzangu unasemaje hivi? Tunaweka vipi? Ninachoona tuongeze mabasi yawe mengi tu. Mabasi yawe mengi. Lakini mabasi mengi mzee au wewe wanaongeza mwezi wa 12 tu? Hayatoshi. Yaani mwezi wa 12 wanayaongeza. Wanaongeza. Hata mwendo kasi hizo zinaenda fresh. Apaka mwendo kasi? Nimependa. Bwana ndugu yangu anasema paka mwendo kasi ziwe zinakwenda. Bwana sikia. Alafu hiyo umezungumza kuhusu mwendo kasi, nadhani wataanza mwendo kasi utaanza very soon. Sasa lakini tunaona kabisa kwa nini watu wanakuwa na wenyewe wanachelewa sana kukata tiketi. Kwa nini mtu asikate tiketi labda mwezi wa 11 labda tarehe 20 hivi unakata tiketi unaondoka zako? Au labda zina expire date. Unajua. Zina expire date? Labda. Lakini uone kama tu tunajipanga mapema. Kwa hiyo kama ndugu yako anaenda labda Moshi au anaenda Arusha au anaenda Mwanza, anaenda Dodoma, yani tujipange mapema. Unakata tiketi yako ile inakuwa booked. Au wanafikiri kama hatuna ile tabia ya sisi Waswahili kubuku. Yani kufanya booking mapema. Maana hili ndio naona mimi ndio kama tatizo hili. Naona hata huko mikoani wangepeleka treni pia. Wangetengeneza barabara treni mpaka mikoani. Yani mikoa mingine wapeleke treni. Nadhani Dodoma, Mwanza, wapi huko nini kote. Nadhani hiyo itakuwa vizuri sana kweli. Hiyo wazo zuri. Wakipeleka treni itakuwa wazo zuri sana. Halafu sasa tumalizie kwenye Mwananchi. Sheta atoa msimamo wa umea wake. Bwana, unaonaje kwanza kijana ya mwenzetu mshikaji huyu hapa? Sheta amekuwa meya. Wewe unamzungumziaje? Labda kwenye muziki ametamba sana. Mtoto wa Ilala huyu. Mimi mshikaji wangu sana.
Wa Mchikichini Sasa wewe unaonaje kuwa kijana alafu meya wa jiji? Jambo zuri. Jambo zuri. Jambo zuri kijana kupata nafasi kama hiyo. Okay? Nampa pongezi. Safi sana. Lingine labda la kumwambia, unajua vijana wengi unaweza ukapata ile nafasi afu ukajisahau. Achape kazi. Achape kazi. Lingine labda angalie vijana wenzie, maana michongo ndio itafunguka. Unajua yeye sio mzee huyu. Vijana bana, wewe namba dini fulani anakwambia, au bana hapo jana alikuwa anaongea kuhusu msimamo, hataki mambo, anataka kupiga kazi tu kama kawa. La mwisho labda kuongelea kuhusu yeye kama kijana mwenzetu yani. Hapo sina la kuongea hapo. Haya, okay. Bana, sasa labda tumalizie tumetoka Mwananchi kwa Mwanaspoti au huku kwenye kwenu huku bana. Huku kwako naona mzee wa Simba wewe. Anyway, tunaongelea afu leo bana, naona siwaoni watu wa Yanga. Wewe unaonaje why Matola? Yaani Matola akafanya nini hapa? Anachomaanisha huyo kwamba makocha wanakuja wengi, wanatoka yeye yupo. Wanakuja, wanatoka yeye yupo. Yani yeye ndo kastiki yani. Nadhani wamemuelewa sana. Lakini sio jambo baya, lakini sio jambo baya. Sana anajifunza, bado anajifunza. Lakini basi kutokana na kwa sababu kwa sasa hivi Simba inategemewa sana kwenye AFCON. Mnajipanga kwenda AFCON kwa sababu hii michezo, especially kama mchezo wa mwisho ambaye haijafanya vizuri, wewe unaitakia nini Simba kama timu yako? AFCON ni Champions League. Yani sio anajiandaa. Bado Champions League bado mpaka mwezi wa kwanza tarehe 20 ngapi, kwa tarehe 25. Bado tuna muda mwingi tu. Kwa hiyo ndo unaitakia nini timu yako? Maana mimi unaitakia vizuri. Au vipi? Natakia heri. Sawa. Bana, mimi nashukuru sana ndugu yangu. Bana, ndugu yangu hapo vipi lakini? Kwema lakini naye. Kwema kabisa. Bana, kama kawaida. Wewe unakuja kila siku hapa unaangalia vichwa vya habari vya magazeti. Kipi kinakufaa? Kipi unahisi kwamba kinaweza unaweza ukakiongelea labda kutoka kwenye Nipashe kule, kuna Mwanahalisi, kuna The Guardian hapa, alafu tuna Daily News. Kameramani, msogee kidogo ili apite mama yetu huyo. Alafu kuna Uhuru wanaanza na ukuta wa Yanga jiwe, alafu Mwanaspoti wanakuambia why Matola. Uhuru wanakuambia vijana lindeni amani, Dr. Migiro. Alafu kuna Mwananchi hapa, kuna ulanguzi tiketi wapamba moto, ili swala la watu kwenda mikoani. Sasa hivi usafiri umekuwa kama vile ni shida sana. Alafu kuna kiongozi pale bana ndugu, nitolee kiongozi pale, kiongozi wanasema uongozi yes, uongozi halmashauri ya Walei si wanaharakati. Walei sio wanaharakati. Hili ni gazeti la Uongozi. Kichwa cha habari kinasema hivi. Wenyewe wanasema kwamba wamejitoa kabisa, wanasema uongozi halmashauri samani ndugu yangu, uongozi halmashauri. Sasa unafikiri gazeti gani tuliongelea hapa? Kichwa gani cha habari tuliongelea ambao unahisi? Mimi labda niko pale kwenye hapa industry leaders. Ili hapa. Haya. Ndugu yangu naomba niwekee hilo hapo. Tuliongelea hapa The Citizen. Kuna swala muongelea hapa na gazeti limeonyesha kuhusiana na masuala ya usafiri. Hili swala la usafiri kama serikali inavyoongelea, waandishi wa habari, wachambuzi wa masuala ya kimifumo, maisha ya binadamu, kitu kama hiki ni vigumu sana kukiongelea kwa sababu huu umeshakuwa ni utamaduni. Sawa. Sasa kama umeshakuwa ni utamaduni, watu wana desturi hizi tangia enzi na enzi. Inapofika Christmas huwa wanarejea makwao kwa ajili ya kula vyakula na familia zao. Kweli.
Boxing Days, kupeana zawadi sawa, na kupanga mambo yote waliyofanya kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Sawa. Lakini ukiniambia kwa nchi kama Tanzania, kutokana na mifumo ambayo tulikuwa nayo, barabara zetu bado duni, hatuna barabara zinazoweza kukidhi sana. Ingawa kibongobongo unaweza kusema tuna barabara, ila akija mtu leo hapa anaotoka hata Rwanda tu pale atashangaa, mji ni mkubwa lakini barabara ni chache. Sasa kama barabara chache, magari yanayopita ni mengi, kwa hiyo wanaosafiri ni machache na wanaosafiri ni wengi, lazima kero itakuwa ipo. Kwa hiyo huu ni utamaduni, ni utamaduni wa watu kuondoka hapa kwenda makwao kwa ajili ya Christmas, kula vyakula, kushirikiana na ndugu zao, Boxing Day, kupeana zawadi, kujadili masuala yaliyopita na kupanga masuala yanayotakiwa kuanza. Kwa hiyo hili halina ubishi. Labda tu ushauri wangu kwa serikali, serikali jaribu kujikita kwenye miundombinu, itengeneze barabara za ziada, pia viwanja vya ndege viboreshwe kila mkoa. Kuna watu wana uwezo wanapanda ndege, sasa leo anapanda basi, sababu hakuna uwanja kule kwao. Viwanja vizuri kama hiki, ndege nyingi zipo. Wakenya wana ndege za kukodi, wa South Africa wanani, wataweka ndege zao, watakuwa wanapeleka watu. Kwa hiyo kidogo movement ya barabarani itapungua. Unaona wazo langu hilo tu. Alafu niko na ushauri pia pale, kuna gazeti moja pale la Nipashe au kiongozi pale, kiongozi wanasema uongozi wa halmashauri ya waleli si wanaharakati. Yani iko hivi, viongozi wa madhehebu ya kidini sio wanaharakati, wala sio watu ambao yani wanaweza kaingilia kwenye mambo ya siasa. Sawa. Sasa huo uongozi wa halmashauri ya walei ndio unakemea sasa. Kwa hiyo wananchi hata wanaosoma ile kitu natakiwa wafahamu na wajue viongozi wa madhehebu ya kidini sio wanaharakati. Kwa sababu wanaharakati una ubabe ndani, una ukatili ndani, una unyanyasaji ndani. Kwa hiyo ukiwa kiongozi wa dini huwezi kuwa na sifa kama zile. Kwa hiyo ni makosa. Kwa hiyo ilivyoelezea yule mwandishi aliyochukua ile habari, hiyo habari ni ya maana tu na ina nguvu. Lakini pia tunatoa msisitizo viongozi wa dini wasijikite kwenye mambo ya siasa, waiache kabisa, wakae kwenye membari zao, waongee mambo yanayohusiana na jamii na dini na nini, sio mambo ya siasa. Siasa sio fani yao. Sana sana watakiuka, watapata dhambi, sababu watachangia vitu vingine ambavyo havina maana kwenye dini. Mimi nadhani kwa haya natoka. Wewe unahisi kwa nini kiongozi wa dini anakwenda kwenye upande wa siasa? Je, unahisi ni maslahi au unahisi kwamba anaona kwamba kuna kitu kiko wrong, yani kwamba ni maslahi yake mwenyewe ya taasisi yake, au ni labda anaona akemee kitu ambacho anakiona hakiko sawa? Unahisi ni kwa nini mpaka kiongozi anafika kwenye? Kwa fikra zangu mimi nahisi wala wanajisahau. Wanajisahau vipi? Huko makanisani na misikitini kuna mambo mengi sana ya kufanya. Sasa yale mambo yao kule kufanya yanaonekana yanakuwa kama yana mtihani kidogo. Sasa mambo ya huku yanakuwa fair, yani yako free sana. Si unajua? Mtu akitengeneza followers wake anapata pesa, anafanya nini? Lakini msikitini huwezi kutengeneza followers ukapata pesa. Utapata amali tu, utalipwa kesho. Sasa wanaingia huku kwa sababu huku kuna vishawishi vingi vinavyowapeleka. Kwanza mimi nadhani ni hicho. Cha pili wanajisahau. Hawana maana kwa huku. Kule kazi wanazo nyingi sana. Viongozi wa dini wana kazi nyingi sana. Tena watakuwa zidi hata wanasiasa. Wanapokuwa makini, lakini sababu jamii inahitaji. Jamii inahitaji watu wa namna ile. Katika jamii kuna watu wengi, kuna watu ambao walemavu, wanatakiwa support, kuna watu ambao hawana elimu, kuna watu ambao ni wana maradhi tu, kuna watu ambao wameharibikiwa kutokana na mifumo ya kimaisha. Unaona? Kwa hiyo viongozi wa dini bwana, kuwa kwenye masuala ya siasa sio sehemu yao. Sio sehemu yao kabisa. Hata ingawa wanasemaga mniombee taifa, wataniombea kule msikitini. Sio waniombee mpaka waje kwenye mikutano ya NEC. Ni makosa. Tuliona juzi hapa Mufti Zuberi alitoa rai kwamba nadhani wiki iliyopita kwamba waumini wote misikiti yote waanze kuliombea taifa.
kwa yani taifa kwa ajili kuwa na amani. Wewe hilo wewe unalionaje kwenye hilo? Kwa hilo mimi naona spingi na usahihi, kwa sababu wewe hata mji wako uko na matatizo na misukosuko, utaombea mji wako. Sawa sawa. Hata kama ule kwenye mji wako na watoto wengine mateja, mashoga, vichaa, wezi, utaombea mji wako uwe na baraka na amani. Sawa sawa. Wale wakiombea ni sawa, kwa sababu wanaliombea taifa zima. Sawa sawa. Ni vizuri tu, mimi sioni kama lina tofauti sana. Sawa sawa. Mimi nashukuru sana. Unaitwa nani ndugu yangu? Mimi bwana naitwa Ali Ubwa. Kutoka kwa Ali Kubwa. Haya ndio Ubwa. Ubwa Ubwa. Ali kutoka kwa Ali Ubwa. Yale yalikuwa maneno ya kiutu uzima sana, maneno yenye busara sana. Kwa hiyo tukae kama hivyo, especially aliongelea vizuri sana kwenye swala la kwenye gazeti la Uongozi pale na hapa The Citizen kuhusu issue ya usafiri. Mimi naitwa Abdi Millionaire aka Mnamba. Unanicheki hapa kwenye Mnamba channel. YouTube ni Mnamba na social media Instagram natumia Abdi Millionaire. Bana sikilizeni, hapa ndo mahali sahihi pa kukutania, pa kupata madini yote ya kutoka kwenye magazeti yote, kutoka kwa watu wa kawaida tu wa Tanzania wenyewe halisi, wanakupa jinsi wanavyojisikia wakiona kichwa cha habari cha gazeti. Kwa hiyo ndugu yangu kutoka kwa Ali kanipa yale ambayo yanastahili kwenye jamii yake. Kwa hiyo hivyo jamani, viongozi wa dini mmemsikia Ali, tuishi hivyo. Sisi ni kondoo wenu au sisi ni maamuma wenu. Kwa hiyo mtuongoze kwenye dini vizuri, tusiingie kwenye sehemu ambayo hatustahiki. Jamani, mimi nashukuru sana. Kama kuna mwingine bana Ali, asante sana. Mungu akubariki sana. Amina. Iombe sana dua nchi yako. Ndugu yangu, mambo vipi? Lakini salama kwema? Kwema kabisa. Mimi naomba kwa sababu hichi kipindi kinahusiana na vichwa vya habari vya magazeti. Kichwa gani cha habari cha gazeti ambacho kina kukosha au labda ujaribu kukiongelea, labda mwandishi alikuwa anamaanisha nini kutoka kwako wewe? Yani kwako wewe unakizungumziaje? Kwa mfano tuna Uhuru wanakwambia ukuta Yanga jiwe. Alafu kuna Mwananchi hapa wanasema ulanguzi tiketi wapamba moto. Mambo ya swala la usafiri, watu wanaenda mikoani kidogo imekuwa shida. Alafu kuna Uhuru hapa wanasema vijana lindeni amani, Dr. Migiro huyu hapa. Alafu kuna Mwanaspoti hapa nasema Wai Matola. Kiongozi wanasema uongozi halmashauri ya Ilale si wanaharakati. Alafu tuna Zanzibar leo wanasema Mama Mariam aendeleza mapambano. Sasa lipi ambalo labda unahisi unaweza kulizungumzia? Kuna The Guardian hapa wanasema season travel bomb driving Ratra to push for more buses. Wanaongelea swala hili la hawa jamaa na pia na hapa The Guardian wanasema Ratra kuweza kusukuma masuala ya usafiri ili watu waweze kupata kwenda makwao. Lipi sana ndugu yangu tunaenda nalo hapa? Hili la ulanguzi wa tiketi kwamba moto. Bana, ulanguzi wa tiketi ndo ndugu yangu ameomba tuenze tulizungumzie. Wewe unalizungumziaje hili swala? Hii ni changamoto sana kwa wananchi wanaotaka kusafiri kipindi hichi cha sikukuu na kwenda nyumbani kusalimia. Sawa. Inakuwa changamoto sana kwa wananchi. Hawa Latra wangeangalia kwa ukaribu kidogo na kufuatilia ili wananchi waweze kupata unafuu. Sababu unaona kama hapa stendi ya Magufuli iko full sana. Wananchi ni wengi sana. Wametia kambi hapa na hawajui kwamba kwenye hii kadhia. Na mimi ni moja wapo na mpango wa kusafiri kwa ajili ya sikukuu. Kwa hiyo kichwa cha habari kimenitisha sana. Ulikuwa hujui na umejua sasa. Nilikuwa sijui na nimejua. Sasa sijui inakuaje. Yaani Latra inabidi ingilie kati iweze kusaidia sisi wananchi. Yaani hapa tayari nishakuwa na mawazo, yani nafanya nini? Kwa sababu hapa itakuwa moshi mzee au moshi. Unajua ndio tamaduni yetu. Si tamaduni yetu kwenda kuhesabiwa kidogo. Ili kurudi na nguvu mpya kwa ajili ya kuendeleza maisha mjini hapa. Sawa. Sasa unafikiri wanalimaliza vipi? Unahisi kwamba walimaliza vipi hili tatizo? Hili tatizo ni Latra kukaa na hawa viongozi wa vyombo vya usafiri kwa ajili ya kupangilia vizuri nauli na kufuata zile
taratibu ambazo zilikuwa mwanzo. Kwa nini mpaka ifike msimu wa sikukuu ndo zinapanda? Sawa. Na pia kwa nini wasicontrol? Unahisi kwa nini wasicontrol nauli isipande? Au ni sisi wenyewe wananchi, kwa sababu tunakuwa tuko desperate, yani tuna uhitaji. Mtu ukiwa kwenye uhitaji si ndo hapo. Na hiyo pia inachangia kwa sababu mwananchi una uhitaji wa kwenda, ukikutana na tabia kama hii sasa una uhitaji, unafanyaje? Lazima ufuate wanachokitaka ili uweze kwenda. Sawa. Ni ndugu yangu, tumejaribu kuliweka sawa swala la usafiri. Hii ni kila mwaka. Kwa hiyo sasa unaona kama tungejaribu kufanya kwa mfano coasters, ili coasters ziweze kunani, ziweze kusafirisha watu. Yani hizi coasters hizi zisafirishe watu. Special hii hata hiyo nayo ni vizuri kama wakiongeza nguvu ili wananchi waweze kupata urahisi kufika makwao. Lakini nayo nauli inaweza kuwa chini kidogo. Nauli iwe kawaida tu. Ya kawaida tu. Ili kila mtu aweze kusafiri. Ili kila mtu aweze kusafiri kwa ajili ya kusherehekea sikukuu na ndugu jamaa na marafiki nyumbani. Unajua kule mkikutana, huyu katoka huku, huyu katoka huku, unakuta mnapata idea tofauti za maisha. Mwingine anaweza kwambia labda Dar es Salaam huku angalau maisha ni mazuri. Mwingine anakuambia labda Arusha, mwingine anakuambia labda Mwanza. Sawa. Kwa hiyo unakuta wewe unaangalia je, huyu mwenzangu vipi? Na Wachaga pia ndio tamaduni zenu, mnahesabiwa na pia mnapewa madini kidogo. Unakutana na wazee pale wanakuambia vipi huko ulipotoka, maisha yanaendaje? Sawa. Anakupa na ushauri kidogo. Sawa. Bwana, la mwisho tu kwa LATRA na uongozi wote tunafanyaje? Yaani ushauri wako wa mwisho? Kushauri tu ni kuingilia kati kusaidia wananchi waweze kupata usafiri mzuri na kuondoa hii kurupushani. Sawa. Ya wananchi kuwa na taharuki juu ya usafiri. Sawa. Bana, mimi naitwa Abdi Millionaire. Ndugu yangu unaitwa? Chris Minja. Bana, kutoka kwa Chris Minja, yeye ndo muumini sana, anataka kwenda kusafiri. Sasa sijui itakuwaje mzee, itabidi ujipange. Dua muhimu. Dua muhimu. Bana, mimi nashukuru sana. Nashukuru sana kuweza kuwa mmoja ya watu kuchangia kwenye masuala yetu haya ambayo ya kijamii sana. Sawa. Haya, asanteni bana. Bana, unaweza kunicheki kwenye hapa ni namba, na kwenye Instagram natumia Abdi Millionaire. Please make sure una subscribe. Unabonyeza subscribe button hapa, tunakwenda sawa. Sisi ni Watanzania. Hii ni sehemu ambayo unapata watu wa kawaida wakizungumzia kuhusu vichwa vya habari vilivyoko kwenye magazeti yetu ya kila siku hapa. Bana, kama kawaida kameraman wangu yupo kwa ajili yetu. Bado naendelea kujaribu kupata mawili matatu ili kuweza kukamilisha kwa leo hapa. Zungumzia na hii hapa Wai Matola. Njoo sogea hapa. Ndugu yangu sogea hapa kidogo ili. Sasa hapa nasema Wai Matola. Kwa nini Simba wameitoa hii Wai Matola? Ngoja nikuwekee vizuri ili uweze kusikia vizuri. Wai Matola. Hiki ni habari ambacho nikikiona hapa mimi najiuliza, yani kwa nini Matola? Sasa unahisi nini hapa? Ndio lazima bidi ninunue niangalie kilichokuwepo ndani sasa hapo. Atasumbua wao. Sasa hapa unaposema Wai Matola, unajua Matola yuko kwenye timu yenu. Wewe ni timu gani? Mimi ni Mwananchi. Wewe ni Mwananchi. Sasa Matola Simba wanasema Wai Matola, kwamba wewe unahisi kwamba ni nini ambacho wanakizungumzia huko ndani kwa hisia zako? Mimi nahisi yani Wai Matola ni kwa nini huyu jamaa wanaokuja wengi wanaondoka ila huyu bado yupo. Kwa nini? Sawa. Yani mimi ndo nahisi yani Wai kwa nini bado yupo? Kuna kitu gani Simba anajivunia kwake ama ni kitu gani wanakipata kwake? Sawa. Maana anamwacha, wanaacha baadhi ila huyu anabaki. Sawa. Kama wewe kama mwananchi ungependa kuzungumziaje hii swala la Matola? Kwa sababu Matola inawezekana Matola ndo mzuri. Ina maana inawezekana Matola ni mzuri. Inawezekana pia. Ila mimi kama mwananchi pia nafikiri inawezekana huyu jamaa naye ikawa kuna kitu Simba anajivunia. Ndio maana baadhi yao wote umeona wakina Steven Van der Broek, wakina Didier Gomez, wakina Pablo, wakina Zoan Mark wote wameshafanya kazi nao, ila wao wameondoka, ila Simba hajamtoa huyu jamaa. Ina maana kuna kitu bado wanafaidika nacho kwa huyu jamaa. Ndio maana ametuwekea hapa Wai Matola. Kwa hisia zangu nahisi inawezekana ndio maana ametokea kile cha habari hiki.
Sawa sawa. Unahisi kwamba Simba anafanya vizuri Simba ndio maana wanazidi kuwa naye muda wote? Inawezekana kama hafanyi vizuri, labda kuna faida wanaipata kwake yeye, kwa Matola. Yeah. Bana, mimi nashukuru sana. Unaitwa nani mzee? Mimi bwana naitwa Amini Afani. Bana, kutoka kwa Amini, lakini ilikuwa ndio ile. Kama ungependa kuongelea pia hapa, kuna Mwananchi, nimeona kuna picha ya Sheta hapa iko kwenye front page. Yeah, Sheta atoa msimamo wa umea wake. Sasa hii nadhani kwa vijana Dar es Salaam inakuja kuwa meya wa jiji wa Dar es Salaam pia ni kitu kizuri, na yeye ni kijana mwenzetu. Uone kutakuwa na faida gani? Bwana, hapa mimi huwa nikijaga na kufuatilia mambo haya ya mpira tu, ya michezo haya, sio kwenye nani hapa. Huyu mshikaji wangu mimi namjua, nadhani uone hisi hata hendo kwenye umea mzee huyu. Sifahamu kwenye masuala ya siasa, ila kwa kuwa ni kijana huenda kuna changamoto atazitoa kwa jimbo lake pale, na yupo Mchikichini. Mchikichini. Yuko Mchikichini bana. Bana, mimi nashukuru sana. Bana, ndugu yangu anasema anatafuta kichwa cha habari kizuri ili tuweze kuongea. Labda wewe ni mwana sport, kati ya Yanga na Simba una timu gani unaishabikia? Mimi Simba, hata ikishuka daraja nitaishangilia huko kulikoshukia daraja. Naipenda Simba kuliko maelezo. Simba unaishangilia hata ikishuka daraja. Hata ikishuka daraja. Sasa sikiliza, kama mwana Simba, sikiliza. Hapa wanasema wai Matola. Sasa twende kwenye mchezo. Wai Matola. Kwa nini Matola? Yaani hapo wanasema kwa nini Matola? Maana Matola amekuwa kila siku, kila mara ni yeye. Watu wanasema wai Matola kwa nini? Kwamba wanapokuja makocha wa kigeni, Matola yuko pale pale. Timu inafanya vibaya naye yuko pale pale. Wakiondoka wale makocha kifukuzwa, timu wanapoipanga yeye inafanya vizuri. Kwa hiyo nyuma yake tunahisi yeye Matola ndio anaitengeneza mazingira, wakija makocha wa kigeni, wachezaji wa Simba wacheze bila morali ili wale wafukuzwe, yeye akabidhiwe timu. Kwa hiyo ndio nahisi wewe hivi. Ndio hivyo. Lakini kwenye msimamo wako naona kama vile yani uko na msimamo wako, lakini kuna wengine wamelizungumzia kwamba yeye ni mzuri, ndio maana Simba wanaendelea kuwa naye. Matola sio mbaya, Matola ni mzuri. Lakini hana professional kuifundisha klabu kama Simba. Okay. Sasa hivi hatua iliyofikia Simba haina haja ya kufundishwa na Matola. Okay. Sawa. Kwa hiyo yeye Matola ilitakiwa tu kwamba kama na Simba walimpa nafasi ya upendeleo hapo pale Simba, inatakiwa asimame yeye kwa Simba wamemwamini, wanapokuja makocha wa kigeni atoe mchango wake uonekane, hata baadaye atakapotoka Simba vilabu vingine vimuone. Asome tu kwa Manula akatuchezea chini ya kiwango pale Simba, sasa hivi yuko Azamu pale anashika viatu vya kipa wa Azamu aliyomkuta. Kwa hiyo Simba ni klabu kubwa Tanzania na Afrika yake. Kwa hiyo Matola yeye anawaletea makocha wa kigeni, mambo mengi anayajua pale Simba. Kwa hiyo inatakiwa awashauri wale makocha, sio kutengenezea mazingira wale makocha waonekane wabovu. Sawa. Bana, gazeti tunazo 500. Haya bana. Nimemaliza kutoka kwa Justin. Justin alikuwa na lake na haya ndo aliyoyazungumza. Kama kuna lolote la mwisho mzee Justin, ndugu yangu, tulimalizie ndugu yangu. Mimi langu la mwisho. Kwenye Simba hapo. Naomba viongozi wa Simba. Kama kuna mamluki ipo ndani ya Simba. Simba wanapopanga cabinet yao ya ushindi au ya kupata chochote kile, huyu mtu anatoka anakwenda upande wa pili kutoa mifumo. Atupishe pale Simba. Mangungu anamalizia mwaka huu. Nadhani Mangungu anamalizia mwaka huu. Je, mtamrudisha Mangungu tena au ndo? Yaani kiujumla ni wana Simba kama watamrudisha tena Mangungu. Yaani kwamba wanatutesa sisi mashabiki ambao tunaipenda Simba, watuandalie na vidonge vya sukari. I say kutoka kwa Justin. Bwana umemaliza kutoka, anasema kama Mangungu atarudi basi waandalie mashabiki wa Simba vidonge vya sukari. Bwana, mimi naitwa Abdi Millionaire AKM namba, na hii ni Nyundo ya Kijiwe. Bana, hapa ndipo unapata habari zote, vichwa vyote vya habari vya magazeti. Unaweza kunifollow kwenye Instagram, natumia Abdi Millionaire, na kwenye YouTube channel ni hii hapa namba. Asanteni sana. Bana, nimemaliza na Justin ndio yake yalikuwa ni hayo hapo. Karibu sana. Make sure una subscribe. Bana Justin. Bana fresh ndugu yangu. Imeisha.